Naomba serikali mnisaidie. Miongoni mwa waathiriwa wa dawa za kulevya katika kaunti ya Mombasa yanatarajiwa kupungua kufuatia hatua za Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa Ambukizi kushirikiana na waliokuwa waraibu wa mihadarati kufanikisha hilo. Takwimu za baraza hilo zinaonyesha kwamba takriban 80% ya waathiriwa wanaotumia mihadarati kwa njia ya kujidunga sindano wapo katika hatari kubwa zaidi ya kuambukizwa virusi vya HIV. Idadi hiyo ni ya juu zaidi ikiwa ni 18.7 kulinganishwa na idadi ya wastani ya kitaifa ambayo ni 3.3. Hao ni watoto wetu, sisi tumewazaa, watu wazuri katika jamii. Tunataka kuwaelimisha hao watoke kwa hiyo jangwa, hizo shida, waweze kuelimisha pia wenzao, siku za usoni waweze kuwa watu muhimu katika hii society. Wasikuwe ni watu wanakuwa discriminated. Lakini tumegundua kuwa katika maisha yao na vyote hao vijana wanayopitia, si kupatiwa matibabu tu na kuweza kuacha kutumia mihadarati. Baada ya hapo nini zaidi? Hawa bado ni vijana wadogo, bado wako na maisha yao, bado ni vijana ambao wengine ni ndugu, wengine ni mababa, wengine ni vijana katika jamii zetu. Vipi tutaweza kuwasaidia ili waweze kurudi kushikamana katika jamii pamoja, ili waweze kuishi maisha yao kisawasawa katika jamii zao. Birds of the same feather flock together. So if we empower these champions, itakuwa rahisi wao kwenda kwa maskani mali wenzao wako ili waje na pia wapate matibabu ambao wanapata, ili tupunguze uwezekano wao kuambukizwa na HIV. Mimi ni mmoja wa wale ambao tuliweza kujikomboa kwenye minyororo ya mihadarati, na nafanya kazi ya kuwasaidia wenzangu through real life experience ambayo nimepitia mimi mwenyewe. Wanafunzi wa shule mbalimbali katika kaunti ya Kwale